na nukuu Mzee Kimiti, hawezi kuanza, katibu atamaliza vizuri. Tuimbe kidogo. Kama sio juhudi zako Nyerere, kama sio juhudi zako Nyerere, kama sio juhudi zako Nyerere, na Kimiti ungepata wapi? Kama Mkuranga ungepata wapi? Taasisi hii tunafanya kazi ya kushauri pia kwa upande wa sheria ili mambo yaende sawa kuanzia viongozi mpaka wananchi wa chini. Lakini pia tuna kamati ya mawasiliano, kamati ya itifaki, kamati ya washauri, kwa sababu tuna wazee wetu ambao wanaweza wakatushauri vijana na mambo muhimu ya kufanya katika taifa hili kwa manufaa na maslahi ya taifa zima. Pia tulipata viongozi wa kutoka wilaya au halmashauri zote 9. Jumla yake kwa sasa tulipata viongozi 3 katika kila halmashauri, mwenyekiti, katibu na muhasibu ambao wako 27. Lakini wapo na kamati ndogo katika hizo halmashauri. Pia tuna walezi katika wilaya zote hizo 6 na wanachama sasa tukafanikiwa kufikisha 634. Ndugu mgeni rasmi na viongozi, taasisi hii inaruhusu kujiunga kwa wanachama wote, umri wote, kuanzia watoto mpaka wakubwa, kwa sababu Mwalimu Nyerere ni wa watu wote. Kwa hiyo tunawakaribisha hata watoto walioko mashuleni, kwa sababu tuna klabu za watoto wa shuleni waweze kumjua Mwalimu Nyerere, si kwa maana ya kwamba wamjue Mwalimu Nyerere kama baba wa taifa au rais wa kwanza, lakini pia wajue Mwalimu Nyerere alifanya vitu vipi, mchango wake ulikuwa ni nini katika taifa hili na nje ya nchi katika harakati za uhuru na kujikomboa wa Afrika. Kwa jumla mkutano huu ambao ni wa ngazi ya mkoa wa taasisi ya Mwalimu Nyerere umekuwa na mafanikio, na kikubwa ambacho nimefurahia ni juu ya malengo ambayo wamejiwekea wilaya mbalimbali ambayo wanategemea kuyatekeleza, lakini pia juu ya uwezeshaji ambao umefanyika wa namna ya kuweka mipango kazi na kuwa na mipango mkakati. Hiyo ndio itakayowapa dira nzuri katika utekelezaji. Tumejifunza pale ya kwamba taasisi bila kuwa na mpango haiwezi kuwa na uelekeo maalum, lakini wanapokuwa na mpango kazi, wanapokuwa na mpango mkakati, maana yake watakuwa wana dira inayowaongoza na hatimaye watapata fursa ya kujipima kile ambacho wanakwenda kukitekeleza, kwamba wamefanikiwa na wamekutana na changamoto gani. Kwa hiyo kikao cha leo kimekuwa na umuhimu mkubwa sana, na naamini taasisi hii sasa itakwenda kugusa jamii na hasa katika wilaya zetu hizi za mkoa wa Pwani. Naitwa Shukuru Ngweshani, ni mwenyekiti wa taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere wilaya ya Mkuranga. Tupo hapa katika mkutano wetu ambao ni mkutano wa mkoa ambao unahusisha viongozi wote wa mkoa wa Pwani, na lengo kubwa kwanza kufahamiana, lakini pia kujua tuna mikakati gani ya kuhakikisha kwamba taasisi hii inakuwa na kutekeleza malengo yote ambapo Mwalimu alikuwa nayo. Kwa hiyo sisi tuna haki ya kuhakikisha kwamba tunayatekeleza kwa vitendo na kuyaenzi, sambamba na malengo ya kufanya makongamano ya vijana, kujua wako wapi, wanafanya nini na wanahitaji nini, kwa sababu vijana bila kujua changamoto zao unaweza ukawa unawapelekea hili, kumbe wao hawahitaji lile ambalo unawapelekea. Kwa hiyo mikakati hiyo nadhani tumejiandaa kwa wilaya ya Mkuranga, hususan mkoa mzima, kuhakikisha kwamba vijana wa Mkuranga au vijana wa mkoa wa Pwani wanahudumiwa kadri vile wanavyohitaji. Na ujue kwamba mkoa wa Pwani upo karibu na mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo tutaki kwamba kadri vijana wanavyokuja kuhamia, hasa vijana wetu tukawa tumechelewa kuwapa ile elimu ya mikakati na falsafa za baba wa taifa, tutakuwa tunawapoteza sana. Hatutaki wapotee kama sehemu nyingine.
Hiyo ni mikakati yetu kabisa. Na mimi kwa majina naitwa Rajabu Suleimani Tamanyingi, mkazi wa Mkuranga, lakini pia nimezaliwa hapa hapa Mkuranga. Nipo katika taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu JK Nyerere, lakini nafasi yangu ni katibu wa idara ya uchumi na mipango, lakini pia ni mkurugenzi wa vijana katika taasisi hiyo ya Mwalimu JK Nyerere wilaya ya Mkuranga. Vijana katika wilaya ya Mkuranga, lengo letu kubwa kutafuta vijana, kuangalia vijana wako wapi, wanafanya nini, lakini walipo mahitaji yao ni yepi au mahitaji yao ni nini. Lengo tuwakusanye pamoja na kila mmoja kwa ujuzi wake, namna vile ambavyo yeye alivyo. Tunataka tutengeneze mazingira ambayo ya program maalum ambayo itakayoweza kutumia vijana wale kila mmoja kwa ujuzi wake, ili mradi tuweze kupata vitu vingi ambavyo kwanza waweze kujua na kupata elimu ya Mwalimu JK Nyerere, nini alifanya, na waweze kutambua, lakini pia hata ikibidi kubuni na kutengeneza miradi ambayo wao kama wao vijana tunaweza tukawapelekea kule kila mmoja kwa nafasi yake. Kwa maana kama wengine katika sehemu ya kilimo, kama kuna wengine mfano wana taaluma za uinjinia na nafasi nyingine nyingi ambazo kila mmoja kwa nafasi yake, ili mradi pia kuweza kuondoa yale makundi ya vijana ambao wanaofanya uhalifu katika jamii zetu, lakini pia kutengeneza amani iliyokuwa nzuri, kwa sababu vijana tuna imani ndiyo nguvu kazi ya taifa la leo pamoja na la kesho.